Fursa nzuri kama unishukuru Mwenyezi Mungu. Ambaye ametuwezesha tupate wakati njema kama huu ambaye ni nzuri kwa maisha yetu. Ambaye najua kwamba kuna neno kwa ajili ya maisha ya kila mtu. Napenda neno ambayo iko katika maandiko matakatifu. Ambaye nasema Mwenyezi Mungu asanyi watu wake bure. Na naposoma lazima kuna neno ambayo ni ya uzima. Nikasema napenda kusema kwamba neno la Mungu bure. Na neno lolote ambalo linatoka mdomo wake mpaka ikamilishe kazi yake. Na naamini hata siku ya leo kwamba kuna neno ambayo Mwenyezi Mungu ananiambia. Na neno ambayo linatoka mdomo wake mpaka ikamilishe kazi. Ambia jirani yako kuwa tayari. Ambia kuwa tayari. Ubarikiwe. Ambia hii ni siku yako. Praise the living God. Nafurahi nikiambia Mwenyezi Mungu asante. Nishukuru kwa kanisa la Associate. Kwa kualika ambao mmenialika. Na kukaribisha ambao mnamkaribisha kila wakati. Nashukuru mwenye mhubiri na council wake. Alichukua nafasi akasema kwamba ni vema tuchukue neno siku ya leo. Na siku ya leo niko na furaha tele. Niseme kwamba napenda Yesu mwana. Unapenda Mwenyezi Mungu ambaye alileta mwanae Yesu Kristo. Acha akufe kwa msalabani kwa ajili ya dhambi yangu. Ili nipate kuhesabia kuwa mwenye haki. Na siku leo natembea nikiwa na furaha. Maana nimekombolewa na nimesafishwa dhambi yangu. Na siwezi nikatembea kwa uoga. Sijui kwamba nimekombolewa. Praise the Lord. Kongo ya district leader. Asante district leader. Ambaye ameongea. Akaproven kitu kama chama. Na alisema amekamilisha kitu ambacho alikuwa anataka niseme. Nilikuwa nikikaa nikaangalia chembe nikasema hii kanisa labda inaongoza kwa district. Kwa ajili ya kazi ambayo anafanya. Na umoja ambao iko. Hiyo ni ishara kwamba ni upendo ambao mko nayo. Mchipige makofi. Yes. Praise the Lord. Amen. Pongezi. Asante pongezi. Wakati mwingine alipokuja kulikuwa na watu ambao walikuwa na Dodoma na Tanzania. Lakini siku leo tuko sawa. Nilikuwa nikaona kuna these are signs of maturity. Amen. Ambia jirani yako tunakuwa. Kuna mwenye unahubiria mpaka unashangaa ni watu ambao wanahubiria. Praise the Lord. But there is growth in the house of God. Lakini unapokuja kwa kila maturity. Inaelemia tune. Praise the Lord. Yes. Asingine anasema tulipookoka huko mesaliwa. Na unaambia unajaribu kuambia nionyeshe matunda hakuna. Doesn't matter how long you get saved. What matters Mama yake legeza rudi what is matter kwamba uko na matunda. Kama baba yako alikuwa kitu ambacho ni muhimu unaendelea. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimefurahi. Pongezi. Pongezi. Nilipoona kuja juma haikuweko. Naona kazi ambayo inaendelea. Pongezi. Asante. Neno langu baishita Jehova. Hiyo ndio kazi ya Mwenyezi Mungu. Exodus ananipomangu. Kitabu cha Mwanzo 36 ama mdoile kusoma 36 verse 1
You can read the whole of verse 1 through 7, but you can start from verse 3 through 7. The book of Exodus, kitabu tab kumangu sigegas kit na mwawe. Pero tabrai nigebenti gegere ngalek chechang. Siku leo tunaenda kuangalia maneno mengi. Ako ngaliot nekitelelen got mi siku ngaliot na mideng kitabu tab Exodus. Maneno ambayo tunasimamia iko katika kitabu cha Exodus. Ako kitarele that kaya gegere ngalek chemiten lo. Na tunapomaliza tuangalie maneno ambayo iko hapa. Mi tukchaga sa tagiti kiganyo besho nyaga ngalala pike akando le professionals. Nilipokuwa nimekuja siku nyingine tukaongea na council na professionals. Ako som bijoda kole kama ko joge cheke ngalecho. Na watu wakasema hii maneno iko yetu peke yetu. Kole kachape kwa bibiten kwa kanisa kwa ingekuwa vema kama tungekuwa kama kanisa kwa mzuri jumla. Kole sikega saginet kaleche. Ili tusikie na tujifunze hata sisi. Ngalio Deuteronomy kainyoru. Umepata? Exodus. Moen sirutik chetene ngule tuguk chemiten kot. Koma kole ngobaisa nyun besalil. Namen verse 3. Yes. Komoen verse 3 kule. Akia atach kokochinoik tugul en Musa. Chekikakoib lagokab Israel kobuchi boisietab otisiet nebo ole tili. Amen. Keyae. Akichi kokeny karonet age tugul kokochinoik alak chebo chomyet. Yes. Akiitchin kokeny karonet age tugul kokochinoikab alak chebo chomyet. Underline kotko nengunget tuinon itinye ichutine kakisir kele chekibo chomyet. Praise the Lord. Amen. That's right. Akinyo chi tugul kometo boisienyin nekiya nekoe. Istut kora kole kinyo chi tugul kometo boisiet nekiyoe. Akobwa biik tugul chengomen nyokayai boisiet tugul nebo ole tili. Aking'ololchi ichek Musa kolenji oibun biik tugul chesire chemakimache en boisietab otisiet nekikang'at Jehova koyai. Aking'at Musa anyun komwaita en nganaset komugul kele amat koyai boisiet age tugul mureno anan kobogorion nebo kokochinetab ole tili. Kikiyeten anyun biik simatakoib kokeny. Amun kikakoyam keyaen boisionoton tuguk chekikakei. Amen. Kosirto. Amen. Praise the living God. Amen. Dear loving Heavenly Father, we thank you and we give all the glory. Thank you, mighty Father, because of this wonderful afternoon. Thank you, my Father, because of this wonderful service. Amen. I pray for each and every soul that is here this afternoon. I'm ngaliot yemagebendi kegasongolion. Nakta lagi ngolole boitiot ngolol chingoyonik. Agone chage chegulelda neuni gitinye logab Israel. Asiemagebendi kegasonitet koik chersen aweganamane le sabondio. Alalwe chai ngolol sabondio. Dena sagoboto gongoi en kainetab Jesu netinyo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nene ngaliot ngolole kiboitiotab Jehova. Hili neno ambaye mtumishi wa Mungu alikuwa anaongea. Negekuren Musa. Ambaye anaitwa Musa. Akingololchin logab Israel. Alikuwa akiongelesha wana wa Israeli. Eka sarta nekigia boisiet nekibotekse. Kwa muda ambaye ilikuwa ikifanya kazi ya ujenzi. Kakile kiakoib logab ingololchin Musa logab Israel kole oibun tuguk chotinye ngori. Musa aliangelesha wana wa Israeli akasema, "Mlete vitu ambavyo tunajengea nyumba." Akile kibichega tuguk chekitinye awot kosir kamugai. Na akasema alileta vitu yote ambavyo alikuwa mpaka ikasidi kwa Kakile konunoik akoboto chebo chomyet. Walileta sadaka zao pamoja na upendo. Kale kibakokta boisionikwak asinyokoyai boisietab tisisiet. Aliacha kazi ambayo alikuwa nayo ili afanye kazi ya Ukristo. Kakile kimi kora kwenunywan biik cheking'omen. Kulikuwa na katikati yao watu ambao walikuwa wakubwa. Akile kim kokokta Musa agenge en boitinik kolenji kero omwochin ichek ilenji kero kakoyam tuguk chekeboisien en kaptisisiet. Wakaleta vitu mpaka akaambia ona vitu ambavyo vya kujenga kazi nyumba ya Mungu inatosha. Praise the living God. Ngaliot na ngalale nembe tutab right. Neno ambalo naongea kuhusu siku leo. Koketi
Ni kwamba tukuze kazi ya Mwenyezi Mungu. Tukuze kazi ya Mwenyezi Mungu. Siku leo tuko tumesanyika kwa kanisa la Societe. Mwenyezi Mungu ametuita pamoja. Tuita tukuja nyumba yake takatifu. Jambo la kwanza ambalo anaongea kuhusu neno ya kujitolea. You sacrifice yourself. Yes, kujitolea. Kujitolea kama ni Mkristo. Hata Wakristo ambao walikuwa na Musa walikuwa wamejitolea. Ndio maana walikuwa tayari hata wapeane vitu sawa. And I compare this church with the church of Macedonia. Toto ya nini kanisa ni kanisa la Makedonia? The Bible says in the book of Corinthians. Kumwa Biblia katika Korinto The church of Macedonia asked Paul to give. Kwa kanisa ya Makedonia kiguru Paul koleji Kisamba unakolejigera Paulo. Kasema sasa sisi tunapeana. Ingawa Paulo alikuwa anaona kanisa kama ni kanisa kidogo. Lakini hao watu walikuwa na kujitolea. Walikuwa na kutii ama kusaidia kazi ya Mungu. Wakakumbuka kwamba kanisa zingine wanaendelea kupeana. Kaambia Paulo, ona, hata sisi iko pamoja nasi ambao wanasaidia hiyo kazi. Praise the Lord. Amen. Ambia jirani yako hata sisi tunasaidia hiyo kazi. Kanisa ya Makedonia walipeana hata kusidi wa nguvu yao. Na watu walikuwa naangalia walikuwa wanataka nisaidie ili nipeane ndio nikuje nikupee. Amen. Yaani unafika wakati ambao naambia mtu nipe hata mimi nipeane. Ama unasema ni vema tu wakati tukipeana kanisa hata mimi sikuwa nayo. Walikuwa na Yesu Mwenyezi Mungu aguse. Musa alipokea mataji ambayo waumini walikuwa wanapeana. Yeye ilikuwa ikileta tusaidie kazi ya ujenzi. Ni mara ngapi kwa kanisa zetu ambao watumisha na sendeteseka? Wakati gani unaona watumishi wanakaa kama wamepiga na mvua? Na unaona mshirika amevaa tai na sharpshooter. Wanasema tunapiga ngazi na Mwenyezi Mungu ametusaidia. Umepeana kiasi gani ama kiwango gani? Umesaidia nyumba ya Mwenyezi Mungu kiwango gani? Praise the Lord. Every morning. Napenda hao watu walikuwa wanasema kila siku. Kila anapoamka ndege inatembea. Ameshika ile ambayo inapenda kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Tunapata wapi kama watu kama? Tunapata wapi? Ambayo unaamka asubuhi unatengeneza ng'ombe ambao unaleta. Tukileta ndamba Mwenyezi Mungu anaweza shuka hiyo siku. Bwana asifiwe. Kila siku alikuwa amekuwa tayari walete kitu. Nashukuru kwa maana napokuja waseni wanakuwa guest. Shamba la kulishangaza sioni ng'ombe hata mbuzi. Hata kuku sioni. Bwana asifiwe. Na tuko tayari. Tunasema Mwenyezi Mungu shika moyo wetu. Ifanye kazi yako. Amen. Kasema nashika utajiri wetu.
Na kama ulikuwa unaenda na utachapiana utajiri wako, uwe tayari destiny itakuja kuombea hapa. Praise the Lord. Amen. Neno la pili, long overage. alisema aleta long Ani ya upendo. ya upendo. Jambo chomye Ile ya upendo. Chuko magure gegere wachina ile ko soi bombasta ogo ai jamnya chenjo wengo yu inamina go kieda ne tuna arte no nanga me chomda ile no moine go yu bai kyo praise the living. Tunaona mwenye walipokuja walikuwa naleta upendo. Uliza ujirani yako umepeana. Uliza naona vizuri. Hata kama atapeana usiseme chochote. Umepeana. Uliza. Ama tunashika sasa zingine tunaleta afakari na tunaambia mchungaji, ulituambia last week na tuliona upendo wa Mwenyezi Mungu. Sema acha tulete hii sukuma tukusalimie naye. Alileta upendo. Alikuwa na upendo kwa ajili ya mtumishi wake. Kuna baraka tunapopenda watumishi wetu. Kuna tunapokaribia watumishi. Mtumishi wa Mungu anarepresent Mwenyezi Mungu. Hako kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Unapogusa mtumishi, umegusa moyo wa Mwenyezi Mungu. Na useme kwamba nimeleta hii kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Acha nikwambie kitu moja. Ya upendo ni ya mhubiri. Na kama umeleta chochote kama ni pesa ama masiwa. Amen. Mama mwingine alikuwa ameletea masiwa. Masiwa lala. Asante pastor, nilikushukuru ulikuwa umeombea ng'ombe ambayo imekuwa kati kama saa. Kaleta masiwa mala na kashika na kitu. Alipomaliza mahubiri akasema hii ng'ombe isae baraka pata kwa kupeana. Amen. Je, umepeana upendo? Kuna siku ambayo wanasema mhubiri amenifanyia kitu, acha nipeleke kitu kwa nyumba ya mhubiri. Neno la tatu, ni neno ambayo nasema alipeana masao ya kwanza. Masao ya kwanza. Yes, masao ya kwanza. Ataenecha kinyoru ako Pastor, ng'ombe imeleta wakati mwingine kwa kanisa. Na inasaa kila wakati. Na hata kondoo ni ngumu. Sukuma na mahindi inaletwa tu. Na hata fakari ile haijaiva. Mhubiri anakuja kuweka mpaka kanachoka. Alileta masao ya kwanza kuja kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na nikapenda neno ambayo iko katika kitabu cha Methali. Na msisahau mlete masao ya kwanza kuja kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kuna baraka hapa. Hapa ndio mahali nagusa Mwenyezi Mungu. Na tunapofanya Mwenyezi Mungu anasema na bariki. Maana tulifanya kulingana na vile alituambia. Tulifanya kulingana na maagizo.
Na hii ndio tulionyesha kwa maandiko matakatifu. Kasema alipenda mwanawe pekee kwa sacrifice. Yes. Praise the Lord. Mungu alimtest Abraham kwa hii. Na kaleta mwana wa pekee kwa sacrifice. Ndio ambaye alitununua tuko wanawake. Je, swali ni hii. Wakati gani umeleta mazao ya kwanza ikuje kwa kanisa? Kuna watu ambao tuko nyuma yetu. Tuko na wana wetu. Hata sisi tuko kwa manyumba zetu. Ambaye kila wakati tunaenda mhubiri tunaambia tuombee. Mtoto wangu amemaliza form 4 na atapata ya college. Amemaliza university na atapata kazi. Mchungaji anapolala anasema kumbuka Kilba Kapuri. Mamake amemaliza ng'ombe na hata shamba na hajapata kazi. Mhubiri anapolazima awenye amemaliza form 4 mpige magoti. Mchungaji nikumbuke nimefunguliwa njia ya baraka. Lakini anapopata kazi asahau. Wengine hata town church inapokuwa karibu atukuchi sosio tunaenda town church. Kema gene gele sana nyango kigwe kabisa. Kiamdange msigisi kitcho. Yani kibwate kitigebe town. Na tupate Kiswahili tunaona ni kama tunajifunia ama tunajifuna. Na wakati ile tulikuwa tunaambia pastor niombe. Lakini mfuko inapokuwa kubwa tunaona kama ni mzuri. Kema ile basi. Mhubiri anapojua umepata kazi umekula mshahara kwa mara ya 5. Hata sadaka unaleta shilingi 10 kuja kanisani. Fungu la 10 ni ngumu tena kupata hiyo. Kama ningeambia ningejua kama utakuwa mbaya siku nyingine. Ninapoomba naambia Mungu acha kae hivyo. Maandiko nasema nini? Praise the Lord. Amen. Nasema alikuwa na shukrani. Sasa kile naambia mtu na akutana sana. Praise the Lord. Inafanana na wewe mwenye alikuja kushukuru akasema pona. Na swali langu ni kwamba hako amepona. Hawako amepona. Na mbona aliambia wewe umeponwa? Na kasamehe dhambi zake. Na yule ambaye amekamilika ni huyu. Hata mwenye alikuja kushukuru kanisa. Kaambia nitakuombea na uongezewe. Ataongezewe na kazi yake barikiwe. Na mwenye alikuja bure kaambia amepata kazi. Unapopata anapata ya hata na shukrani. Akishika kwa mkono anaulizwa na ile salary ambayo ulipokea ilienda wapi? Hata ya juu hata kusema. Kwa nini? Hanania Zabira hawezi kukosekana hapa. Tunauza shamba tulete kila kitu kucha wapi? Na anapouza shamba Mwenyezi Mungu akusaidie. Kama kuna watu ambao wanakuombea ni wamama.
walingangana na wanani. Rabini kulije loga kero ni gapcheba. Akishika pesa naambia ona tukawe. Wogi mawa tula dai ne jema. Ah, ni kawe ro mata we ko ni meza ko asitiri ka. Ndio ni ko jutto. Na yeye akasema ni hii. Mwenyezi Mungu atusaidie. Praise the Lord. Amen. Ambia jirani yako ona. Tasema jirani yako. Angalia vizuri kwa macho na waambie ona. Amen. Allah kigoita na alipeana tukukya vitu sawa ketie maisha isaidie kama ifanye kazi ya kusaidia. Kalagi mi ngaliot ne bangwa. Kuna neno la nne. Kalagi mi kwenu nya piche kingome. Na watu ambao walikuwa wajasiri walikuwa katikati yao. Ina wachache sketi ya piche ngome. Katika kanisa letu kuna watu ambao wako na ujasiri. We have professionals. Kuna professionals. Aba ishete kigone choba kogi mutu kogi miamone. Na kazi ambayo Mungu alikuleta kwa maana alikuwa na sababu. Kibi beruren asije kwa borete bigala. Ulibarikiwa ndio upate kupeana baraka kwa watu wengine. Lakini jala ene chego ya bage kwa borete ene chegen. Lakini sisi wakati kumekuwa na baraka tunachukua kama ni yetu peke yetu. Kinga tena siga gaitu eni nyara. Umenulia ndio kwa afadhali kuliko yule mnyonge. Asiga na bugota kamti jishinda itiwa ishinde. Ndio support kazi ya Mungu. But it's very shockingly the professional ni kanisa. Bajambo la kushangaza unapata mwenye ako na kazi kanisani. Netoje 50,000 ambaye anapokea 50,000. Go ne mama mboga wa mesa. Wanakaribiana na mama mboga kwa mesa. Hizi ndio. Na kitu nyebi kama gujo. Sasa singine tunakuwa watu kama hao. Ewe verta tamani kwa tangu 5,000. Fungu la 10 angeleta 5,000. Gojo goite goro kikapu te. Anaangalia kikapu. Gojo waka. Mpaka anauliza Charles ameleta nini? Leo siko kwa agre jojo kwa Charles. Na yeye afalete yenye inafanana ya Charles. Mungu atusaidie na turehemu. Asiye kwa itu kusifika. Ili tukue afadhali kuliko watu wengine. Kile kwenu nywan pasalis akolia. Pasalis na ole walikuwa wameweka katikati yao. Watu ambao walikuwa na ujasiri kwa kazi ya ujenzi. Sometimes Sasa uko na ujasiri hata kwa ujenzi ya ujenzi. Lakini utaka kutumia hiyo kufanya kazi kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Sasa ngine kuna talanta ambayo unaweza saidia watu wengine. Lakini utaka kutumia talanta kusupport kanisa. Kwa kazi ambayo Tabitha alikuwa anafanya kwa Biblia. Hakuwa na masomo lakini alikuwa na talanta ya kushona nguo. Na alikuwa anasaidia hata walemavu. Wasikuwa anasaidia wale ambao walikuwa hawajiwezi. Muda ambao Tabitha aliaga duniani. Baba kalia akasema nani atatusaidia? Tutapata wapi mwingine kama Tabitha? Akitumia skills yake atumie kusaidia watu wengine. Lakini Mwenyezi Mungu alitumia Tabitha aendelee kupona. Bwana asifiwe. Hiyo chicho waishita kitibe galako kale kutako nusibe. Lakini ndio ngele liwati jokta mama ene na ene. Kagira ni. Kiro. Ona. Yo bagi beru ne jage mai mumuti. Unapobarikiwa na ushike hivyo. Mumuti itatushika hivyo. Praise the Lord. Amen. Yeye ndio matiga mumuti. Ambia jirani yako tushike. Ambia na unauliza unasikia maneno. Lego atiabu mumuti. Tukishika itatushika hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Awati amdaina taga. Nakumbuka mtumishi mwingine. Astene na director na Ile director wake. Eno ni mpaka. Pale nyumbani. Kulikuwa na mzee ambaye alikuwa kanisa lake. Alikuwa anapeana. Alikuwa anapeana kushinda hata kiwango chake. Alikuwa kazini, alikuwa anapeana kwa imani yote. Kwa wanakuanga na full time pastors pale.
Wakati wanakuwa wanafanya challenges wanashare. Na hiyo msee alikuwa anapokea 100,000. Inapofika tarehe 5 inawekwa account. Anauliza pastor uko wapi? Tupatane njiani. Nataka napoenda tuachane na ya kanisa. Huyo mzee alikuwa kuja alitaka kuwa mwaminifu. Alipokutana akaambia mwenye alikuwa na support kanisa aligonjeka. Swali langu ni hii. Unapogonjeka siku leo this little mabaka ama ijulikane kwamba uligonjeka. Haijulikane kwamba ulikuwa. Maana inafanana kwa tu huko na huko. Huyo msee alipogonjeka na kalala kitanda. Alikuwa anapeana hata kwa kitandani. Pesa inapokuja anaambia mchungaji kuja. Mchungaji anapokuja anaambia akuja hapa kitanda. Naambia pastor. Tupewe 5,000 hapo. Mshahara imekuja lakini ya Mwenyezi Mungu haitaguswa. Kwa fellowship achenda ni kwamba aombea yapate kupona. Bahati mbaya tu. Huyo mchungaji aligonjeka karibu mwezi mmoja. Ulipopata kasema Mkristo alikufa mwenye alikuwa na support kasi. Swali langu ni hii siku leo. Je, wewe ni mmoja wao ambao una support kasi? Wewe ni mmoja wao ambao unapeana? Wewe ni mmoja wao ambao unapeana upendo? Kama unapoona sisi tunasema tunapofaa tai washirika wa furahi. Mwenyezi Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Ambia jirani yako Mungu atusaidie. Tunapomaliza kuna watu ambao tulikuwa pamoja waliniusi. And I want to summarize. Na nataka tu nikimbie tu kwa haraka. Tukiongea kuhusu kupeana. Nataka uandike haya maneno kama kuna kalamu. Kwa maandiko matakatifu inasema kwamba tulipeane offerings. Offerings kama ile sadaka ambayo tunapeana. District na pastor wa kanisa hiyo ashike masomo. Kitabu cha Deuteronomy. Hiyo tunaongea kuhusu sadaka ile ambayo tunapeana. Alikuwa akisema wakati mwingine kuna mtu ambaye anapokuja kanisa achawahi ongezeka kwa kupeana sadaka. Alileta shilingi 10 alipookoka. Na sasa kwa 100 years na analeta hiyo shilingi 10. Na huyo mtu hajaongezeka. Maandiko yanasema nini? Deuteronomy chapter 16 verse 16 through 17. Deuteronomy 16 verse 16. Deuteronomy Yes. 16 through 17. Then again wala na go offerings. Moyo kole ngobwan murenik tugul taitab Jehova Kamuktaindet ng'ung. Konyil somok en kenyit en ole kilewen inendet. En igorta nebo makatinik chemakinde mermeret. Ak en igortab wikishek. Ak en igortab keriosiek. Amat kobwa taitab Jehova ak eut buch. Andala mongen mo komie babon. Kola amat kolia. Kobwa taitab Jehova ak eut buch.
Ndio yuna Sikuje na mkono mtupu. Bwana asifiwe. Sataka chogo kunu goddess commanders. Sadaka ile ambayo tunaleta Mungu aliamuru. Kole age kila yongi tutusi epe tutabotishe. Katika kila siku ya ibada. It is a command from the Bible. Hiyo inatoka kwa Biblia. Kole iu Ulete amatinyo kucho baba. na usile kuja bure. Ibunki. Leta kitu Nega chamu kulota. ambaye moyo wake umependa. Bwana asifiwe. Yamege ikroe kila. Ni vema ukue kila Hapo tesa taka. hata kwa sadaka. Mwange tutorie ndo ile sio imwa. Ndio tutafanya. Ogacha mkio iko ni tu. Si mo leo misile ngata sasa. Sisi ni Wakristo na utaniambia tunasanya sadaka ngapi? Ama ende sige na kana. Ili tujue. Ile mie kana sige leo mna. Ni vema tujue tunafanya ngapi. Maboko ngine nije ko mimi sisi kanisa. Jambo la kushangaza. Yagiyo mie jumambi. Watu wasizidini wako kanisa na yenye tunasanya Jumapili Kweli mutake. ni 1,000. MP60 akimbele mutanga usirika na Kwa watu zingine tunasanya 1,000 na ngapi? Oga atajitu. Kila mtu ameleta ngapi? Uele ko 2020. Kila mtu ameleta 20. 20. Uone ngene kama mimi kai ali anati. Mwenye alikuwa afadhali kwa wenye ako chini. Kale matinyo push. Kasema usikuje bure, Lakini jonaki. lakini kuja na kitu. Bwana asifiwe. Amen. That is offerings. Hiyo ndio offerings ama Sataka chongo. yes. Ne boy. Ya pili Ngolole bara tight. tunaongea kuhusu fungu la 10. Ngale kwa tight kwa my series. Ako magitare bara series. Ni fungu hinde haiwezi tukamaliza hiyo. So yoche asamaraze kuchamua na Harakishe tu kumruhusu tu hivyo. Ngine bara tight. Kebe bataptama. Kuna ile kitabu tunaita fungu la 10. Kitabu cha Malaki. Kitabu cha Malaki 3:7-12 hadi 12. Pangani pastor kitabu cha Leviticus 27:30. Yes. Leviticus 27. 3:7-12. Egas kelele ne. Agi namda ko microphone. Moya nyintet en kule kebeberwekab taman ak kaberurushekab Jehova. Bwana asifiwe. Kale kebeberwekab taman ak ne? Kaberurushekab Jehova. Bwana no bera. Amba ko kasita. Magondo wale ke uyoe mo ile uirut. Kale ne? Komwa nyedisa kole kyo master boboy betushekab kwan. Kale kyo master boboy betushekab kwan ushe. Omete kamisutikab. Kamisutik. Amori. Wekyo ganyu sio wekyo ge mwa Jehova nebo lugoshi. Bwana asifiwe. Amwa ole kiweki digera Jehova ngete. Ko tapi be bulgo mati mwa laini ko matapi ai mai le kiweksei. Komwa kole ako omwa ole kiwe ndai ge ano. Kiwe ndai go ano. Tos chore chi kamuktaindet. Ako choro. Kale tos chore chi kamuktaindet. Bwana asifiwe. Atebe la gane tos chore chi kamuktaindet. Ako gero no go atebe ani big last answer question. Kagitebe tos chore chi kamuktaindet. Chore. O te jagi ge chore. So gi chori. Dare chori jo ya. Kinae pichine lakini magumu. Komwa kole ako mwa kole kikechorte non. Kyo kebeberwekab taman ak kawachinoi. Ichubo en chubet amun ochoron akot kaberu en akot bororioni komugul. Komwa en taman kole webun kebeberwekwok tugul chebo taman kobwa choge. Sikobit amitwogik en konyu. Amen. Ako tiamananyun en noton mwoe Jehova nebo lugoshek. Chut ng'oliondono kole oibu kebeberwekwok tugul chebo taman kobwa chogoshek. Ak ichut kora ng'oliondono kamwa kole nenye otieman. Bwana asifiwe. Amen. Si anga yon ikere netikete ile kole otieman en nito. Praise the Lord. Amen. Kole en yu otieman any inono. Kamwa en kobo awaran kole otieman en mamwa. Ng'oliot nekamwa Jehova kole oibu kebeberwekwok chebo taman tugul maole nusu. Bwana asifiwe. Amen. Mwalimu nemi kwenu. Abatane simama.
mahali uko ama mahali uko na ushike kalamu na kitabu. Goro mwalimu ama agenge. Kongere treya. Ningeto. Hata mimi na budebu. Kuja hapa mbele. Hiyo ni amri sasa. Bwana asifiwe. Amen. Uchamua ngemwaji dede. Sigegeri ile kiune agebeti no kutafi. Praise the Lord. Amen. Namkai na vitabu. Biki hichi nenga ndani kwata. Then upata watu wasema waweke mkono juu. If you are above 15 years. Ile ngotiwa 15 years. Oh, parloti posije de baga. Ito ndio bani. Iko alilada. Hesabu uone hao watu wangapi. Mara practical.